Bila shaka utakuwa umeona ama umesikia kuhusiana na sakata zima la connection ya yule mwanadada ambaye imeweza kuvuja kutoka chuo kikuu cha UDSM. Of course ni moja ya swala ambalo lilikuwa linaongelewa kwa kila namna, na picha zake halisi sasa zikaanza kuvuja kwamba huyu ndiye ambaye alikuwa na ile video yake ambayo ilikuwa ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kuna mazito ambayo yameweza kuibuka. Yawezekana umekutana na ile video, umeitazama kabisa na umeshangazwa na kile ambacho kimeweza kuonekana, lakini yawezekana wewe ni mmoja wa watu ambao mlikuwa mnasikia tu lakini hamjabahatika kukutana na ile video. Basi tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video hapa ukapate kufahamu nini hasa ambacho kiko nyuma ya pazia na kinachosemwa sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna kauli ambayo niliona moja ya viongozi ambao wanahusika na masuala ya jinsi ameweza kutoa kauli yake ambayo bila shaka kwa namna fulani hivi kidogo inaleta comfort, lakini utafahamu mengi zaidi kupitia hii video hapa. Cha kufanya kama ni mara ya kwanza kabisa kujoin na mimi kwenye hii video, au pengine ni mmoja watu ambao unatembelea channel yetu mara kwa mara lakini hujai kusubscribe, nikwambia kwamba unapitwa na mambo mengi zaidi kwa sababu yajayo yanafurahisha zaidi. Kwa hiyo cha kufanya, tumia sekunde moja, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video ili usipitwe na video zijazo. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Bila kusahau ni kwamba tembelea channel yetu mara kwa mara kwa sababu kuna mengi mazuri ambayo bila shaka wewe haupaswi kuyakosa hata kidogo. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Sasa kama kawaida tunafahamu na tumeona kila ambacho kilikuwa kina trend. Ni siku kadhaa sasa hivi tumeona imechukua vichwa vya habari kwa kiasi kikubwa sana, na moja ya kitu ambacho kilikuwa kinazungumzwa sana kuhusiana na ile video sio kile ambacho kilikuwa kinafanyika, bali ni kile ambacho tuliweza kukiona, kitu ambacho kimewaacha watu wengi sana na mshangao. Lakini pia bado watu wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii, imekuaje huyu mdada ikafikia hatua mambo yakawa kama hivi, mbona kama hayuko sawa tofauti na watu wengine na vitu kama hivyo, mengi yakawa yanazungumza. Lakini kubwa zaidi ni kwamba huyu ambaye amekuwa akionekana na picha zake zina trend bwana, kuna taarifa hii ambayo bila shaka imeleta wasiwasi kwamba watu wanasema sio yeye, yani yule ambaye alikuwa anaonekana kwenye ile video alafu na huyu ambaye picha zake zinasambaa na ndiye ambaye unamwona kwenye screen hapo, inasemekana kwamba yeye sio mhusika wa ile video, wanasema ni mtu tofauti kabisa, kitu ambacho kimeacha pia maswali mengi na watu wanajiuliza sasa yupi ni yupi, kwa sababu picha zinazosambaa ndo za huyu. Kwa hiyo wamekosea pengine kusambaza picha za mtu mwingine alafu mhusika akawa sio huyu. Kwa upande wako bila shaka unaweza kuwa umeitazama ile video au pengine umebahatika kukutana na zile picha, tuambie unadhani huyu ndio yule ambaye anahusika kwenye ile video, au pengine wanamsingizia huyu kwamba alikuwa anahusika lakini sio yeye, mhusika wa video yenyewe ni mtu mwingine tofauti. Kumbuka kwenye ile video hakuwa anaonekana usoni, so sijui labda kwa wale ambao walikuwa wanamfahamu vizuri maybe ndio wanaweza kuwa wanafahamu fact. So tuambie kwenye comment section hapo chini ya hii video, nini ukweli, ni huyu yeye mwenyewe au pengine ni mwingine sio huyu hapa hivi. Comment yako ikihusika hapo chini utakometisha sana, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.